ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تchukua aya namba 18 na pia aya utadadapo sisi namba 18, lakini darsi zilizopita, darsi ya 5 na ya 6 yote pia ile ishara loifanya itaanzia kutoka aya 11 mpaka hii aya 18, ile ishara yao loipanga na pia kuinafadhi na kuifanya ile ishara. Sio tu kupanga, wameplani na wakafikiria na wakakaa pamoja, bali wameifanya ile. Aya namba 18, Allah subhanahu wa ta'ala sema وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. Nini watoto na shari mlioifanya mkapanga, nimekuaminia, mmesema kama mtamchukua ndugu yenu na mtakaa naye mtacheza naye. Vipi leo nyinyi mmemwacha kwenye mataa peke yake, nyinyi mkaenda kukimbia kufanya mashindano ya mbio peke yenu? Hii moja, kwa nini mmekosa kwa uaminifu? Nimekuamini mimi Allah, nabii Yakub kaamini watoto wao, akachukua mithaka kwao. Kadhalika pia umekuja na nini na kanzu, kanzu kaliwa na nani? Kaliwa na dhib. Wamekuja na kanzu imepakwa damu, lakini kanzu yenyewe haikuchana. Huyo dhib, huyo mbwa mwitu alimfikiaje mtoto na bila ile kanzu kwa kunini kuwa haikuchanika? Hii pia uongo mwingine nabii Yakub aliyekuwa mtoto wake, anasema pia ni uongo unaosema. Pia kadhalika yeye aliwapa warning, akamwambia kama nini, msije mkenda mkacheza mkamwacha ndugu yenu peke yenu. Nao wakatafuta sababu, ile sababu aliyosema baba yao ndio wakaisema ni sababu. Nao huko wamesema nini, kama sisi tuko 10 tuko wingi. Kama vile mwanzo anasema baba yetu ana nini na anampenda Nabii Yusuf, na sisi ni wengi na yule ni mdogo, ni dhaifu, na sisi tuko tuna nguvu na ni wakubwa, na anampenda Nabii Yusuf. Na hapa pia kadhalika wanasema sisi tuna nguvu na ni 10, na pia hatuweza vipi tutamwacha ndugu yetu apotee? Tutakuwa sisi hatuna maana sisi. Subhanallah, yani wamekubali pia kuwa ni wajinga, na pia wameitolesa sababu aliwapa baba yao yote nini, yani ule uongo wao wote hata haufani na kweli, kama wanavyosema uongo haufani hata na kweli. Subhanallah, hapo nabii Yakub anawaambia fasabrun jamil, huu ni moyo ambao unayo subra, tena sio subra ai subra bora, subra njema, subra na ukahtisib lillah subhanahu wa ta'ala. Subra bila ya kuwa nini, ya kumanake nini, na mimi nitakuweni, nitakupigeni, nitakufungeni, sio nitakufanya kitu gani. Anasema sabrul jamil, kwa sababu asawajua kisha fukadhi watoto wake, kama wanavyosema wasemaji, kama nini, mkono wako ukiingia uchafu ukate au ukoshe. Subhanallah, yote hii ni moyo wenye kuwa na subra. Basipo tutapitia hivyo tutapitia kuja nini, kuhudhuriwa na mtu aliyeko karibu na wewe, yani kama alipopitia nabii Yusuf karibu na wewe. Anaweza mtu akakutilia fitina pahali ukakosa kazi. Anaweza mtu akakutilia fitina pahali mkaachana na mume wako. Anaweza mtu akakuchukulia, yani kwa kila aina ya makida tunaweza kufanywa na mtu wa karibu yako, na akakuondoshia ile, yeye anaona kuondoshia neema aliyokuwekea, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Iliyobaki sisi kujifundisha na kuwa na moyo nini, na moyo pia wa subra, na pia kadhalika pia kuwa na moyo wa hadhari, na pia kadhalika tunajifundisha hawa watoto wake shari aliyokuwa nayo, shari kubwa ya kutaka kumwona yule alikuwa na shari kidogo ndogo, na kadhalika pia wamekosa kwa uaminifu, na kadhalika pia wamekosa kwa nini, yani wana khadaa, wana
wana khidaa ya nini, ya ile amana waliopewa, yani dhulma juu ya dhulma. Subhanallah, najua hivyo Nabii Yaqub moyo wa subra anayo, lakini anajua yani ndani yake kunayo hikma. Na katika aya zile za mwanzo amesema, anamwambia mwanawe inna Allaha alimun hakim. Nafikiri katika aya namba 6, inna rabbaka alimun hakim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تبنا مويا من صبرا تديتنا صبرا جميل توننك سبيرا جيما والحمد لله رب العالمين. لن تستقيم حياتنا إلا به.